Tenda makubwa na atazidi kutenda makubwa, kwa maana Mungu ana mpango mwema kwako na kwangu. Anajua hakika sisi ni wabarikiwa, sisi ni wale majemedari, sisi ni wale tumeitwa na tumechaguliwa na Mungu. Ni vizuri unajiambia jambo kama ile, kwa maana si kwamba Mungu ako na kazi ya kushinda tafuta. Hapana, amekutafuta wewe, anatafuta wale wengine waliopotea. So wewe ambao umemjua Mungu, basi ridhika na ujue kwamba umeshachaguliwa, uko salama. Sijui mmekuwa namna gani siku zilizopita, wiki iliyopita mmekuwaje, lakini kwangu mie Mungu amenilinda, amenitenda mema, na hakika ninashuhudia Kristo ni Bwana. Natumai hata wewe pia unashuhudia na amekuwa mwema kwako na atazidi kutenda maajabu. Leo ningependa kuongelea jambo. Nataka kuongelea kidogo kama pia nitamtaja mnyama simba kiasi. Maana ujumbe wangu ni kwamba ni roho ya simba, lion's heart. Kwa maana ningependa tukumbuke kwa nini Mungu hata kwa wanyama wote Yesu amejiitanisha na simba. Angejiitanisha ndovu ya Yuda, angesema buffalo ya Yuda, angesema zebra ya Yuda, lakini amejiitanisha na simba wa Yuda. Na hapo ndipo nataka tuangalie roho ambao ni ya simba. Na wakati tunasikia neno, natumai pia wewe utapata kupata nguvu na utapata kudhibitika ndani ya imani, naye Mungu atapata kusimama nawe. Maana mara nyingi tukosea katika kujilinganisha na wengine na pia kujitoshanisha na wengine. Na sisi ni tofauti, tumeumbwa tofauti. Kila mmoja kuna kitu ulichonacho speciali. Kama vile ambavyo mwingine ni mrefu, na hivyo mwingine ni mfupi, mwingine ni mwembamba, na vile mwingine ni mnono. Hivyo tumepatia mili tofauti. Hiyo ni njia ama mbinu moja ya kutuonesha kwamba tuko na kitu speciali kila moja, na vile kuna kile ambacho tumepungukiwa nacho, na hicho ambacho umepungukiwa nacho mwenzako ako nazo. Wapendwa, sijui ama umeshapiga jambo ama study kidogo ya Biblia ukatazama watu wengi Mungu aliwachagua, aliwaita shujaa. Aliwaona mashujaa, lakini si waoga. Na hata kama mtu alikuwa mwoga, Mungu alimpatia ujasiri ili huyo mtu apate kuwa sasa mtu ambaye ako sawa. Maana hata Biblia inasema hatujapewa roho wa uoga. Tujapewa roho hivi. Tumepatiwa roho ambaye ni ujasiri, kwa sababu Mungu hataki tuwe wenye uoga. Mungu angeondoa mambo ambayo yanaogopeshanga watu. Mungu angeondoa majaribu na shida, lakini ameacha tuwe katika dunia ambayo iko na mambo kama zile zote. Maana anataka kuwe na watu walio na roho iliyo na ushujaa. Strong men and women. Watu ambao hawasikii kukaa chini, wanasikia kuendelea. Na wakati ambapo tunasikia neno, nataka tushiriki kitabu ambacho ni line moja tu ama ni verse moja tu. Kitabu tumekizoea sana, Mika 7 mstari wa 8. Inasema, usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo nitasimama tena. Nikapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Huyo ni mtu anakiri mwenyewe. Usifurahi juu yangu, adui yangu. Niangukapo nitasimama tena. Huyo ni mtu ambaye ako na spirit, ako na moyo wa kusoja roho. Ako na nguvu za kusikia aendelee zaidi, afike awamu nyingine bado. Ako chini, lakini anasema atasimama tena. Yeye hajioni chini, hajioni venye ameanguka ama ameangushwa. Na huyu mtu mwenye anaongea hivyo, na anaongea akiongelesha adui, kuna uwezekano ni adui wamemtega akaanguka. Lakini hata kama ameanguka, anaamini katika nguvu za kusimama tena. Nikana kwamba pengine amejikwaa, basi akaanguka, lakini bado anaamini kwamba atasimama tena. Na wakati ambapo Biblia inasema ya kwamba huyu naye Mika akasema usifurahi, anasema ya kwamba usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama. Hapo ndipo anaoneshana roho ya kuwa mjasiri. Mtu mwenye anasema vile ni mnabii, lakini hata kama ni mnabii anakiri kuanguka na kusimama. Mwenye anakiri yale mambo ni mtu anamjua Mungu.
lakini anakiri kuna nguvu za kuinuka. Nasema nini mpendwa? Sijui na kuongelesha wewe ambao pengine unaona ni kana kwamba shida na majaribu umepitia ni kana kwamba wewe haumwabudu Mungu wa kweli ama unajishuku. Lakini nataka kuonesha huyu mmoja ambaye bado yeye ni mtu wa Mungu na anaona kuanguka na kuamka tena. Mpendwa, anataka kuambia kwamba usitazame katika nguvu za kukuangusha, tazama katika nguvu za kukuamsha. Usiangalie giza, lakini tazama ya kwamba mwangaza utakao kuwa katika ile giza. Mpendwa, usiku ukija, ukijua kwamba kwako kuna stima, haujali, maana utaakisha stima. Ukijua uko na torch, basi unajua kwamba utamulika. Ukijua kwamba uko na taa, unajua utaakisha taa yako. Basi ile giza itakosa uzito mkubwa, maana umejipanga. Mtu wa Mungu anafaa kuwa na nguvu. Kwa nini? Ni kwa sababu ako na Yesu. Ni kwa sababu ako na Simba wa Yuda. So long as ako na yeye, basi anajua hata angukapo atasimama tena. Hata akiwa gizani atapata mwangaza. So long as yeye ako na Mungu. Wapendwa, tazama simba. Simba sio yule mnyama mkubwa sana katika jangwa. Basi utapata simba ni mmoja wa wanyama wale wengine, lakini sio mkubwa. Kuna mnyama aliye mkubwa sana ambaye kama tunamfahamu kama elephant. Na unaweza ona simba akijaribu akitafuta chakula chake kwa elephant. Anaona ni kana kwamba anaweza huwa elephant apate chakula kutoka kule mnyama. Kuna wanyama wengine wakubwa sana katika msitu ambao ni wakubwa kuliko simba. Mnyama mwingine ni kama mgani? Ni kama buffalo. Pia nyati pia. Ndio nyati, buffalo. Nyati. Na pia kuna mnyama mwingine kama yule rhino. Wale wanyama ni wakubwa sana. Ni wakubwa sana kwa simba. Lakini kuna wakati simba anang'ang'ana kukamata wale wanyama wafanye chakula. Na kuna mnyama mwingine tena aliye na shingo refu sana, giraffe. Giraffe utapata simba bado anang'ang'ana kumpata yule giraffe. Ukitazama katika mbinu za kuwinda za simba, utampata simba kuna wakati ambapo akipishana na mnyama kama nyati. Huwa anajua nyati, zile pembe za nyati ndizo hatari. Na pembe za nyati ni hatari sana zikiweza kumpata akiwa amesimama ama akiwa amesimama. Basi wakati nyati wanabishana na simba, mara nyingi simba hufanya nini? Simba hujaribu kuepuka zile pembe za nyati. Kwa hivyo basi hulala chini kabisa. Analala chini saa zile anatishwa na nyati, ili kwamba nyati hataweza kumfikia, maana zile pembe za nyati kuna vile zimejipinda. Kuna vile ambazo zimejipinda, hazijakaa straight. Basi anajua ni ngumu sana zimpate, pengine aguzwe na kichwa hataweza kufikiwa. Lakini akiwa amesimama, zile pembe zinaweza mdunga yule simba. Basi wapo wataingia katika vita, simba hujua huyu nitadili naye hivi. Na simba pia huwa anajua wanyama wengine ambao ni hatari kwa miguu yao. Basi huwa anajua akipatana na mguu vizuri, apatane na mguu wa nyuma wa giraffe ama twiga kwa Kiswahili, basi atakuwa ni marehemu. Huwa anajua tena kichwa cha giraffe si mchezo. Maana kichwa cha giraffe kikigonga simba ama mnyama mwingine vizuri, basi huyo mnyama ni marehemu. Simba naye hung'ang'ana nini? Wakati anawinda giraffe, huwa anawinda giraffe wakiwa wanyama wengi, wanauma pande na pande tofauti ili isiweze kufanya vile ambavyo inaweza fanya. Ni kana kwamba kuinda mnyama kama zebra atarusha teke. Basi yule simba atajua kweli ule akinipiga teke mzuri, basi ni hivyo. Basi huwa anawinda akiangalia wale wanyama, akijua hawa nitawaepuka sana hivi na vile. Na pia hujua giraffe ni mrefu sana ama twiga, na kwa hivyo kufikia shingo ni hatari. Basi anajaribu kuslow, na huwa haendi peke yake, maana anajua yule ni ngumu sana ampate akiwa peke yake. Basi wataenda wakiwa wengi, ili katika wingi wasaidiane kumuinda yule mnyama.
Anasema namna gani? Katika wanyama kama wale, kama simba, huwa na mpango katika kutafuta chakula, kwa sababu huwa inajua kupata chakula si rahisi, maana lazima itoe uhai wa mnyama ndiposa ile, na ule mnyama hautaitikia kufa rahisi. Ule mnyama lazima utakuwa unabishana, unafight, unang'ang'ana ili upate kusurvive. Naye simba anang'ang'ana ili apate chakula. Basi ni vita vya wawili, mmoja anataka ili maisha yake yawe, na mwingine anataka chakula. Na simba asipomua yule mnyama, basi atakufa njaa. Na yule mnyama akiliwa na simba, si amekuwa marehemu. Basi huwa kuna vita pale, na ni vita ya kufa na kupona. Na wakati kuna zile vita, simba hukumbuka ya kwamba hata hana nafasi nyingine, na hana wakati mwingine asipotafuta chakula kwa kuwala wanyama. Anaona nyasi ni mzuri sana, hata miti ni mizuri sana, lakini haezi kula zile miti, ama haezi zifanya chakula zile miti ama zile nyasi. Basi anajua njia ni kumuinda mnyama mwingine. Basi hung'ang'ana kwa njia yote ile ili ang'ang'ane. Kuna wanyama pia humsumbua sana, kama nyoka. Huwa ni ngumu sana kwa simba kumua nyoka, na pia hujaribu kuhatarisha. Kuna wanyama wengine ambao ni kana kwamba ni kama crocodile wale ama mamba, basi huwa ni ngumu, lakini pia hujaribu kuona ama itaweza. Ni kwa sababu gani nasema vile, wapendwa? Ukitazama simba hujaribu kwa mbinu nyingi vile ambavyo itajaribu kutafuta chakula, hata mahali ambapo hapakai pakiwa pazuri sana katika hali ya kutafuta chakula. Ni mahali hatari, lakini hata kama ni mahali hatari, simba huwa very daring kutafuta chakula mahali pale. Na katika msitu, si kwamba simba haezi uliwa na wanyama wengine. Hata kuna wakati akigongwa vizuri na pembe za nyati, basi ni marehemu. Akikanyangwa na ndovu, basi ni marehemu. Akipigwa teke mzuri na twiga, basi ni marehemu. Basi huwa anajua kumbe hata ya maisha yake iko hatarini, lakini haizuii yeye mwenyewe kung'ang'ana. Na hakika simba hukaa pale akijua kwamba maisha yake ni kung'ang'ana ili apate chakula. Simba hujua hata ndiposa awe na ndoa, ama ndiposa awe na uzao, tukitumia njia neno kama lile, basi huwa lazima kuwe na vita ndiposa apate kuwa na territory, awe na mahali pake ndiposa apate kuwa na uzao. Naye maisha yale hujifundisha yale maisha, maana hivyo ndivyo ako. Na Wakristo inatupasa tuwe na roho kama ile, roho ile ya kuwa na tumaini hata wakati ambapo hakukai ni kana kwamba kuna tumaini. Ile roho ya kwamba majaribu na shida zikiwa zimekuzunguka, usione ni kana kwamba Mungu amekuacha, lakini unaona ni wakati wa kutumia nguvu za kuinuka. Hauna nguvu tu za kufanya makubwa, uko na nguvu tena za kuinuka kama umeanguka. Hauna nguvu tu za kufanya kazi mchana, uko na uwezo na nguvu za kufanya hata usiku. Uko na that potential. Na ndiposa mwandishi hapa anasema hata gizani Bwana atakuwa nuru yangu. Kwa hivyo anajua katika hali yoyote ile kuna uwezekano na kuna nguvu zilizo ndani yake zitakazofanya kazi, na kuambia nini, you have the power in you. Uko na nguvu ndani yako, na kuambia hata si magonjwa yako na uwezo juu yako. Ukitazama zile nguvu uko nazo ni nyingi, kwamba zinaweza komesha magonjwa yote. Mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12, hakutokwa na wiki, hakutokwa na siku, 12 years akitokwa na damu na hakuwa marehemu. Jiulize, kwani mwili wake ulikuwa na produce damu nyingi sana kuliko yenye inamtoka? Kwa miaka 12 akiwa katika ile hali, lakini hakufa na anatokwa na damu for 12 years. Nataka upige hiyo scenario. Yule mwanamke bado alikuwa na ile roho ya kuona kupona. Kwa nini nasema vile? Yule mwanamke alipoona Yesu, yeye ndo alijiambia vile atakavyofanya ili apone. Ni kumaanisha that woman alikuwa na uwezo, hata kama ako chini, wa kuinuka tena. Ako na nguvu za kuona kuishi, ako na nguvu za kuona
mafanikio, ako na nguvu za kuona uponyaji. Hata wewe anza kuona kushinda, anza kuona kuinuka. Kuna wakati mwingine maisha hukupatia kitu opposite ya kenye unatafuta. Unang'ang'ana kusoma, unapata karo imekosekana, pengine umefika tu class 8 ama form 4 peke yake. Lakini wewe mwenyewe unaanza kujihukumu, sasa utaweza kuendelea ukiwa umefika pale. Lakini ukitazama nguvu zilizo ndani yako, utajua kama Mika ambaye anasema hata kama nimeanguka nitainuka tena. Wewe mwenyewe unaweza inuka. Pengine na kuongelesha wewe ambaye ulidanganywa na mwanamke na ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma, ama ulidanganywa na mwanaume ukarudi nyuma. Wewe mwenyewe unaona tu kuisha. Anza kuona huyu ambaye anaandika anasema atainuka tena. Ona nguvu za kuinuka tena. Ile mambo yaliyokuangusha chini yachukue kama experience. Simba akijaribu kuinda nyati, ghafla akiwinda nyati anang'ang'ana na nyati moja akiwa peke yake. Akiona nyati wamekuja wengi, familia ya nyati imerudi pamoja, simba hutoroka. Na wakati anatoroka, hatorokangi kwa sababu ya uoga. Anatorokanga juu anajua sasa hawa ni wengi. Naye huwa anajua huyu nyati nitatafuta kuwinda nyati tena nikiwa na ndugu zangu na dada yangu. Mara nyingine sasa huenda kumuinda nyati akiwa na wenzake. Wale wenzake kazi yao ni kukimbiza ama ni kushtua wale nyati wengine. Naye anang'ang'ana na huyu nyati. Na wale wengine wanakimbiza, wanasumbuana na zile zingine ili naye aweze kukamata na wapate chakula. Nasema nini wapendwa? Kila wakati ukiona kuna jambo imekurudisha nyuma, ni vizuri kwanza uanze kustrategize. Kama biashara iliisha, si kusema umelaaniwa. Wacha kusema ya kwamba wewe ni kama mkona laana, anko alikuwa hivyo, sijui baba alifanya. Hapana. Wewe anza kuona uko na uwezo wa kusimama tena. Unamjua Mungu wewe. Ona nguvu za kuinuka tena. Ona nguvu. Ndio kuna laana za kwenyu, lakini ona uwezo wa kumaliza laana za kwenyu. Ona nguvu. Usiwe kama simba mzee. Simba mzee saa zingine hufa na njaa wengi, kwa sababu nguvu zimemuishia. Basi anakosa kuinda tena. Na wale simba wachanga ndio wana nguvu za kutafuta chakula. Na iwapo hayuko mahali ambapo ataona wamewinda apata chakula, basi atakufa kwa sababu ya njaa. Hana ile uwezo, ile stamina ya kuwinda tena. Lakini wewe mwenyewe ukiwa kama yule simba ambao ni mwana simba, basi unajifundisha kila strategy. Unajua mbinu ya kuwinda. Hata kuna wakati mwingine simba anaweza tazama mtoto, aona huyu ni mtoto wa swara, basi amue hata kula mtoto wa swara. Anakimbizana na swara mwenyewe. Si kwamba yule mtoto si rahisi kwake kumpata. Anaona ni rahisi sana. Hataki kumwinda kwa urahisi, haka ni katoto hata sikakimbizi na kakamata tu na kula. Anaamua atawinda swara mwenyewe. Kwa nini? Anajua kwa katoto ni chakula yake ya kesho ya kutosha. Anajua kikakula tu itakuwa tu ni kama tu snack. Hata kuwa ameshiba. Anajua sasa atawindana na ule mkubwa. Anakapatia wakati ili kakomaa kijua nitakakujia siku nyingine. Nasema nini mpendwa? Have that heart of a lion. Kuwa na ile roho ya simba, ile roho ya kuamini itawezekana. Ndio kuna majaribu katika ndoa, lakini usiwe na ile roho ya kuona ndoa ni ngumu kufanyika. Ona kuna uwezekano ya kwamba itawezekana. Wengine walishindwa, but wewe utaweza. Wewe utaweza, uko na mamlaka. Na kueleza kwamba kuna wanyama wengine chui ni ngumu sana kukimbizana nao. Mara nyingi utaona wanyama wakubwa kama wale rhino, kama wale twiga, kama wale ambao kama wale nyati. Utapata simba akidea, aking'ang'ana na wale. Lakini ni ngumu sana upate wanyama wengine wakikimbizana nao. Ni ngumu upate chui akikimbizana na wanyama kama wale. Maana anaona ni kana kwamba ni wakubwa. Chui atakimbizana na wale wakina swara. Atakimbizana na wanyama kama wale sana. Lakini wengine anasikia uoga, huwa ni ngumu hatarisha kwa wengine. Lakini simba ako very daring. Simba atamuona chui na anajua pia hula nyama kama yeye. Naona ni kama anaweza kuwa chakula.
Simba atamuona hyena, naona kwamba huyu anawezekana pia kuwe chakula. Yani ni very daring. Na cha kushangaza tena, roho nyingine unifurahisha ya simba ni kwamba simba hufuata mahali pana nyasi kubwa, inafuata mahali kuna nyasi, inafuata mahali kuna maji, na si kwamba inapenda kukunywa maji sana ama kwamba inapenda kula nyasi. Ni kwa sababu inajua mahali pale nyasi iko, hapo ndipo wanyama wengi wanaenda pale ili watafute chakula. Wale nyasi, wale ula nyasi na ni chakula kwake, basi utafuta mahali kuna nyasi, na ikijua kwamba hata pia kuna wengine hujificha katikati ya zile nyasi, basi simba inaelewa mahali pale basi inaweza pata chakula. Na kuambia nini mpendwa, ni vizuri hata wewe mwenyewe utazame, unaanza kuona possibility hata mahali ambapo hakuna possibility, wewe unaanza kuiona ndani yako. Be daring that kwamba unaweza. Na kuambia mpendwa, afadhali ujaribu ukose kufanikiwa, lakini uko ulijaribu, kuliko mwenye aliogopa hata hakujaribu. Kuna mtu anasema ya kwamba mimi naogopa kuolewa. Kwa nini? Kwa sababu ujirani hapo kadhaa wameolewa, ninasikia wanapigana, nasikia wanatukanana, wametengana, wanafanya mambo fulani. Ni vibaya kukosa kujaribu. Afadhali kuwa ulijaribu kung'ang'ana ikuwe yako, ukuwe na ndoa na ikuwe mzuri, kuliko kuogopa mambo mengine. Wacha kusema ya kwamba biashara zina changamoto. Afadhali ujaribingi ulijaribu, na ukajaribu ukaona inawezekana ama iwezekani, kuliko ukae kando. Tazama Isaka kwa Biblia, alikuwa na hii roho. Isaka amechimba kisima cha kwanza, amenyang'anywa. Amechimba kisima cha pili, amenyang'anywa. Lakini bado anaendelea kuchimba. Cha tatu hawakuweza kumnyang'anya, maana walichoka hata hao kushinda wakimfuata. Kuna mambo mengine inatakanga ukuwe na ile roho ya never giving up, ya kwamba unaendelea, yani kwamba hauchoki. Wengine wenyu mnaogopa tu. Msichana ni mzuri sana kweli, akona qualities za kuwa bibi, lakini wewe mwenyewe wakati unapoenda kumchumbia, kwa maana umeona kuna mtu alitangulia mbele zako kumchumbia, ako na gari kubwa, unaona ni kana kwamba huyo haezi kuitikia wewe, na haujajaribu usikie ama anaweza itikia kufanya harusi nawe. Unaanza kuogopa mapema. Unaona utawezaje kubishana na mtu ambaye ako na gari kubwa hivi? Utawezaje kubishana na mtu fulani ambaye anaonekana ako na mamlaka hii? Wacha nikuambie mpendwa, wewe have that spirit of a lion. Wengine wanaweza sema nitawezaje kubishana na huyu? Hata pengine miaka tunakuja, kuna viti vya siasa tofauti, pengine ni senator, governor, pengine ni MP, pengine ni MCA. Kuna wewe pengine unaweza ogopa ukijiuliza, mimi naweza sema nitasimamaje na watu huku wengine ni matajiri ambao wanaoneshana dalili, nitaweza kubishana nao? Hiyo ni kuwa na roho ingine ambao si ya simba, na Mungu anataka that heart of a lion, na ndiposa anasema mimi ndiye simba wa Yuda. Na tazama hata wale waliokuwa majemedari wa mwanzo wanakumbukwa kwa kubishana na simba. Tazama Samsoni katika huduma yake alipatana na simba na akararua yule simba. Tazama pia Daudi alipatana pia na mwana simba. Kwa nini imeandikwa? Yani those people were daring, hata wanashinda simba, wako na uwezo, wanashinda simba hata wajali. Hata tazama mwingine Danieli alikaa na zile simba. Na maanisha nini? Sijasema uende kwa national park ati ukae na simba, hapana, lakini nasema have that heart of a lion, ya kwamba wewe haujali, wewe mwenyewe unaona kushinda, unaona kuovercome. Hata ukiona jambo ni kubwa kama nyati, unaanza kuona unaweza jaribu strategy fulani pengine upate. Hata ukiona jambo kubwa kama twiga ama kama ndovu, unakuwa na that spirit. Kuwa na spirit ya huyu ambaye ni Mika, ako chini. Hatujui huyu mtu wa Mungu nini alikuwa amefanyika. Pengine katika huduma maybe ilikuwa imerudi nyuma tena, akajipata hana watu ambao alikuwa anahudumia, lakini akaanza kuona tena atasimama tena. Kama alikuwa pastor, pengine aliona amegongwa na majaribu fulani, akaona amerudi nyuma, akashindwa itakuwaje. Have that spirit of comeback. Hakuwa na ile roho ya kuona kushinda tena, kuwa na ile roho. Usi give up virahisi mpendwa. Kuwa na ile roho ya kuona kuwezekana.
Kuwa na ile roho ya kuona uko na mamlaka, uko na nguvu, wewe ni jemedari. Have that spirit ya kuona ya kwamba utaweza fanya the impossible. Utafanya mambo makubwa makubwa. Utafanya mambo hata yashangaza wanadamu. Believe in God and believe ya kwamba Mungu atakuneemesha na kukuwezesha. Mpendwa, mambo mengine na kupasa ujipatie imani. Amini ndani yako kuwezekana. Amini ndani yako nguvu. Uko na nguvu, uko na uwezo. Shida kubwa ni kuogopa. Shida kubwa ni kuogopa tu. Inawezekana tu. Tazama, kuna wakati ambapo msichana mmoja alikuwa very daring. Yule kwa Biblia anaitwa Ruth. Yule Ruth alitazama kijana mmoja anaitwa Boaz. Basi akajaribu kujieka katika njia za Boaz ili Boaz pengine amuone, ili ampende, amuoe. Na huyo Ruth alikuwa mtu wa ombaomba. Alikuwa hata hawana chakula, walikuwa wanaokota mabaki ya chakula. Biblia inasema ya kwamba watu wakivuna ngano alikuwa anangojea zile zinaanguka mabaki ndio anachukua. Lakini pia hata kama alikuwa hiyo level, alijiamini atamkaribia Boaz, na Boaz ndiye mwenye ile shamba, tajiri mkubwa wa ile area, ako na wafanyikazi wakubwa, wafanyikazi wengi, na kawa daring. Kulikuwa na wasichana wengi pale, kulikuwa na princesses, kulikuwa na watoto wa ministers, kulikuwa na wakubwa, lakini wale hawakuweza kumpata Boaz. Ni kwa sababu huyu alikuwa na ile spirit ya kwamba it is possible. Have that spirit ya kwamba inawezekana. Inawezekana. Pengine kwa wengine haikuwezekana, but believe in God and believe ya kwamba itawezekana kwako. Have that spirit ndani yako. Ona marriage itawaka. Ona kuna uwezekano. Ona kuna uwezekano watoto wako wasome. Ndiyo, ukiangalia pengine kazi yako, pesa ambayo unapata ni kidogo sana. Usiogope useme ya kwamba mimi nashindwa, nitampelekaje mtoto aendelee shule kiwango hicho kingine? Nitatoa pesa wapi? Hiyo ni uoga ambao hufai kuwa nayo. Hata kama mambo yanakaa nyati, hata kama mambo yanakaa ndovu, kuwa na ile roho ya simba. Anza kuona kuna uwezekano. Inawezekana uko na watoto lakini they are enabled in another way. Yani wako na tofauti kidogo ya miumbile. Anza kuona uwezekano. Ona possibility. Ona uwezo. Mwanamke aliona akiguza vazi la Yesu anaweza pona. Have that spirit ya kuona hata kama uko gizani, mwangaza itapatikana. Have that spirit ya kusema pengine haukuzaliwa baba yako wakuwa tajiri mkubwa, but pia wewe uko na uwezo wa kudhibitika, uko na uwezo wa kusimama vizuri. Akuwa na ile roho ya kusema pengine jamii yenu walishindwa na kuacha pombe, walishindwa kuacha na mihadarati, lakini anza kuona wewe unaweza ishi bila kuzitumia. Kuwa na ile roho ya kuona kuwezekana, ya kuweza kukonka. Simba huwa akai area moja. Kuna wakati kijana akikuwa ni mwana simba, basi ni kijana basi, ama ni simba wa kiume ambaye ameona amemachua, huwa anaenda kutafuta makao, anaenda kutafuta territory, na akipata mwingine hapo anajaribu kubishana, wanapigana sawa sawa, wanapigana mpaka apate ushindi. Akipata ushindi anaogopesha wale wengine, anakuwa ndiye ako pale. Na akikakaa, kuna wakati simba huwa anaguruma kumaanisha ako hiyo area, ili wanyama wengine wote watii, wajue ako area. Hata wewe mwenyewe believe in yourself ya kwamba unaweza kuwa katika position, unakuwa ndiwe unaguruma kwa biashara, ndiwe unaguruma katika huduma, ndiwe unaguruma katika uimbaji, ndiwe unaguruma katika uongozi, ndiwe unaguruma Amini mpendwa, believe in God. Amini the possibility ya uwezekano. Maana Mungu amekuumba ukiwa jemedari. Na tazama, hata yeye mwenyewe amesema simba wa Yuda. Yesu simba wa Yuda. Hata yeye akona ile roho ya kuona uwezekano, ushindi, mamlaka, nguvu. Basi hata wewe have that heart. Have that great heart. Kuwa na ile uwezo na mamlaka ya kwamba ukisema kunafanyika hivi, kunasikika. Yani una roll, unasikika kweli, you are there. Have that spirit. Kuwa na ile roho ya kuona mpaka wote wanasema na kweli huyu ni ako sawa. Ako sawa. Wakati nalikuwa nikisoma, kulikuwa kuna jamaa aliyekuwa mrefu kwetu, alikaa kama Goliathi wa enzi zile.
Yeye ndiye alikuwa anaogopesha wengi katika shule niliyosoma ya msingi. Tena palikuwa na kijana mfupi shuleni, na hata bahati mbaya ama ni mzuri, alikuwa anaitwa Zakaria. Ni kama tu ile kwa Biblia aliyeitwa Zakayo. Na alikuwa mfupi tu. Ikawa yule ambaye alikuwa anabuli watu katika shule, alikuwa anatishatisha watu. Kibahati akachokoza huyu. Alipochokoza huyu, aliona mtu wako na roho juu na anamtishia, na ndio mfupi, mpaka tukaanza kuona ni kama vita ya Daudi na Goliath. Sasa yule ambaye alikuwa anatisha, kwa maana ameona amesumbuliwa, na akaambia wacha tuonane baada ya shule. Wacha tuonane. Wakati tulimaliza shule masaa ya jioni, basi si akapatwa pale kwa kiwanja akienda nyumbani. Yule anakaa Zakayo. Zakayo kumbe akona uwezo na akona hekima ya hali ya juu kubishana na huyu. Huyu wakati alikuwa na mudharau tu, akimwambia wewe ndo unajifanya. Alipokuwa namwambia unajifanya, akamsukuma kidogo. Yule jamaa alishika chini. Kumbe kuamuka tulishangaa venye amefikiria. Kumbe si kuanguka, alianguka tu hivyo bure. Alianguka na akatoka na mchanga. Akapiga yule jamaa aliyekuwa mrefu, akamrushia kwa macho. Yule jamaa akakuwa haoni tena. Kabla aone zile ngumi alikuwa amenyoroshwa na yule Zakayo. Hata kama hafikii sura mzuri, anapiga tumbo. Mtu akijaribu kuangalia kulinda tumbo, anainama, anapigwa uso. Jamaa alipigwa akatoroka. Na alipigwa kwa sababu haoni mzuri, amerushiwa mchanga. Kabla atoe mchanga, amenyoroshwa sawa sawa. Hata watu walishangaa na ule. Kumbe yule alikuwa na strategy. Alijua huyu kile ambazo anamwezea ni kwa sababu ni mkubwa. Akimshika anaweza shikanisha mikono zote mbili zake, maana huyu ni mfupi na ni mdogo. Akajua mbinu ni gani. Atamfunika macho ili asiweze kumuona, naye atamlima sawa sawa. Nasema nini mpendwa? Katika hii maisha, have that spirit of a lion. Anza kuona unaweza. Ona nguvu ndani yako mpendwa. Anza kuona you can. Kwa sababu wewe Mungu alikuweka hii dunia na kusudi. Na Mungu hakuwa amekosa kazi ndiposa akuumbe. Hakukuumba lesha ati wakati sasa anataka kujifurahisha tu akasema wacha ajikeep busy na wewe. Mungu alikuumba na sababu in kuna nguvu za kiajabu, ziko na uwezekano wa kufanya makubwa. Jione kama simba ambaye anonanga ako na uwezo. Ndani yako kuna uwezekano. You can make that marriage work. Unaweza tuma ya kwamba hawa watoto wakuwe sawa. Kuna uwezekano. Mwanamke wewe, jumeona mzee wako hapo akiwa ako na msichana mwingine hapo, amemtumia picha WhatsApp. Ati unaona ni mchanga kidogo, ni kama ako na miaka 20 na kitu. Hata wewe sasa unasikia kujiua. Ujiue kwa nini? Kwa sababu unaona kana kwamba ni mrembo kukuliko. Hiyo ni kitu ya kusumbua, unajaribu kucompete na ule. Hapo ndipo unapotea. But angalia urembo ulio ndani yako. Anza kuona, hata si utoroke. Wewe mwenyewe oneshana urembo ule wa ndani. Yule ambaye Petro alisema urembo wetu hata si wa kushuka nywele. Urembo wetu hata si wa mavazi, lakini yule wa ndani. Yaani mpaka mtu anajaribu kukompea, anaona huu hawezi pata. Urembo huu umepita wengine. Maana huo akuonekana huwa unafade. Halo. Mumeo anaweza kuwa amependa msichana mwingine, maana ni mchanga hapo kidogo, anaonekana mdogo. Lakini huyo msichana akipata mimba shape itakuwa kama wale wengine tu. Atabadilika tu. Akikaa sura itakunjana tu kama wale wengine. Hakika utapata kushinda ile vita pia kwa kuvumilia kwako. Nasema nini mpendwa? Sometimes in life, wacha kujiangalia ujidharau. Anza kuangalia strategy yenye utabadilisha. Sometimes huwa mtu siku retreat bure. Huyu anasema niangukapo, mimi nitasimama tena. Anasema njia gani nyingine ya siri? Ni kusema wakati yako chini, kumbe si chini. Mahali pale anapiga formula, nitumie njia gani? Kama ile hadithi nimekupatia ya Zakayo tuliyokuwa tunasoma naye. Alipoanguka, yeye hakuangalia chini, aliona
aliona nafasi mzuri ya kukamata mchanga. Kama angeinama kwanza, yule angejua anataka kuchukua mchanga, angemupiga teke kwanza ndiposa asimfanye ile maneno. Lakini kumbe wakati alimsukuma yule akajifanya ni kuanguka, alijua kumbe si kuanguka, kuna venye amefikiria, anatumia akili zake. Hata wewe mwenyewe tazama, ndani yako kuna nguvu ulizopewa na Mungu. Uko na uwezo wa ajabu. Believe in God, believe in the most high God, na sasa uinuke na nguvu ndio utaweza kufanya makubwa. Wapendwa, have that heart of a lion, ile roho ambayo hijui kuisha. Biblia inanakili kuna mwanamke aliolewa ndoa 7. Wewe mwenyewe ukapatana na ile jaribu, utakufa roho. Jiulize, that woman mpaka inarekodiwa kwa Biblia. Yesu akaulizwa, huyu aliolewa ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 7. But this woman is very daring. Na iwapo utapatana na Biblia iliyo na vitabu zile zingine 7 extra, utapatana na yule dada alikuwa ni kana kwamba kuna pepo inamsumbua. Akioana na mtu ya siku ya harusi ndo anakufa. Lakini that lady bado aliendelea kuwa na uwezo wa kuamini atapata ndoa. Na wakati ambapo alivumilia, alipata ndoa finally. Nasema nini mpendwa? Kuna wezekano kuna sauti zinakuambia mambo mengine, but kataa kuzisikia. Anza kuona nguvu ambazo Mungu ameweka ndani yako, ya kwamba utaweza. Pengine kuna mapepo yanakuambia shida ulionayo ni kansa. Wacha kusikiliza zile maneno zinakuambia kansa inaua. Wacha kusikiliza zile maneno zinakuambia kwamba ukimwi unakumaliza. Inawezekana ulipata kwa sababu pengine pale mwanzo ulikuwa umejichanganya. But believe in God, sasa umejielewa vizuri. Umeona dhambi zako na umetubu. Sasa anza kuona kuweza kuishi. Anza kuona the possibility ya kuishi. Kuna uwezekano ndio ulifutwa kazi kwa sababu wewe ndio ulikosea. Lakini wacha kuona wewe sasa ni mlaaniwa, basi ni kana kwamba utaishi ombaomba. Anza kuona kuna uwezekano usimame tena. Jua ya kwamba ni darasa ulikuwa na ukasoma ukaona umekosea, umeanguka. Hata mpendwa, nikuulize, hata shuleni tamu ya kwanza ukianguka, basi inafaa kusumbua ama ningangane tamu ya pili? Inawezekana hata ya pili uanguke. Lakini hata inawezekana hata huo mwaka uanguke. Lakini unakumbuka ya kwamba kama sisi wa ezi zetu, ulikuwa unajua ya kwamba unafika form 4. Basi hapo unafaa kukumbuka hapo unafika. Basi hapo lazima ningangane hiyo mtihani ya mwisho. Unangangana na ukiperform mtihani ile ambao ulikuwa unapatiwa certificate. Na kuambia ukweli, hata kama ulikuwa unaanguka zingine, ulianguka from class 1 to 8. Wakati uliperform mzuri 8, ulienda shule mzuri. Ukiperform vizuri form 4, ulikuwa unaenda university. Hakuwa anakuuliza form 1 ulifanyaje, form 2 ulifanyaje, form 3 ulifanyaje. Na maanisha nini? Kenye inahitajika ni kenye utafanya saa hii. Believe in nguvu zilizo ndani yako, kuwa na ile roho ya simba, anaona utaweza, na hiyo ndio itadetermine kesho yako. Simba huishi kwa sababu ya kuona uwezekano wa kumaliza hata ndovu. Hata wewe mwenyewe anza kuona uwezekano na utaweza kusaidika. Wapendwa, natumai malishika neno. Najua Mungu amekunenea. Sasa hivi kuwa na ile roho ya simba na utaweza yote. Hata wakati una venture katika biashara, katika nini, wacha kusema wengine wajaingia. Kwetu hakukuwa na mtu wa siasa, nitawezaje? Kwetu hakukuwa na mhubiri, kwetu hakukuwa na nini, nitawezaje? Kwetu watu wa ole wangu. Wewe ona ile ya kuweza. Na ukiadjust hiyo life, utajua kweli wewe ni wa familia ya Mungu. Maana hata Yesu wetu ni simba wa Yuda. Sisi we are the family of lions. Ya kwamba sisi ni simba ambao kweli hatujui kushindwa. Hatujui mnyama ni mkubwa, ni mrefu, ako na shingo refu. Tunaonanga tunaweza mfanya chakula. Hata wewe anza kuona unaweza, na Mungu atakusaidia. Mungu nawabariki sana. Kama ungependa kuokoka, ningependa uombe ombi hili pamoja nami, na hakika Mungu atakupokea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakiri makosa yangu. Ondoa jina langu katika kitabu cha mauti, uliandike katika kitabu cha uzima. Nimeamini Yesu alikufa kwa sababu yangu. Naomba unipe Roho wako Mtakatifu, uwe pamoja nami siku zote za maisha yangu. Uwe Baba nami niwe mwana. Baba, na uniwezeshe kutukuza na ukazidi kuwa nami. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Wacha na tuombe. Baba, himidiwa milele kwa kila mmoja ambaye ameomba ombi lile. Mpokee. Hata mwingine ambaye anaweza omba baadaye, tafadhali mpokee, mfanye wako. Yesu uwe pamoja naye,
ukamuagizia walimu wazuri wa kufundisha neno lako, awe kama upendavyo. Hakika ukabariki wote na kuwafanikisha katika hali na mali, na ukawafanya wako na kuwajaza na roho wako Mungu. Aliye mgonjwa naomba ukamponya. Aliyefungwa mfungwa kwa jina la Yesu Kristo. Aliye na tatizo tofauti Bwana msaidie. Wale wanasumbuka katika relationship ama katika ndoa, Mungu wahurumie, wasaidie. Wale wote wanatatizika katika makazi, hata wanasumbuka katika maisha, wakumbuke wote. Patia watu wako nguvu, hata walio shuleni wapatie neema. Wabariki wote katika jina la Yesu Kristo. Zidi kukumbuka Mwende ambaye anakuamini, Baba zikumbuka Dungia ambaye anakuamini, hata Maureen mhurumie na ukatenda makubwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu tazama wote ambao wanakusikia, wanafuata nasi hata Facebook online, kumbuka Agnes na wale wengine wote wanatufuata Mungu. Baba naomba ukawabariki, hata wale wanasikiza ukawabariki. Aliye na shida yoyote tatua, kwa maana ni Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tuomba tena kushukuru. Amen. Bwana na wabariki sana. Nazidi kuwa pamoja nanyi. Nashukuru nimeona Felix ameperekana nasi, barikiwa sana. George Waka barikiwa, Boniface barikiwa sana, na Agnes barikiwa ni sana, na Mungu azidi kuwabariki. Shalom. Mimi naitwa Apostle Esmond Kimwangi. Tumile jina utaipata Facebook, TikTok, YouTube, na Mungu atapata kuwabariki na kuwakumbuka. Barikiweni zaidi.